Habari za wakati huu mtazamaji wa SKF TV na kusalimu popote pale ulipo, ikiwa leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 4 2025, Jumatano nyingine. Karibu sana katika taarifa ya habari. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Kambi yetu ya matibabu imeanza kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 11 itatamatika pale katika hospitali ya Lumumba, Zanzibar, ambapo takriban watoto zaidi ya 10 tayari wameshafanywa upasuaji mpaka sasa. Karibu sana katika taarifa ya habari. Acha nikusogezee mengi ambayo tumekusanya jioni ya leo. Na tukianzia hapa mkoani Arusha, mtoto anayekadiriwa kuwa na umri wa miezi 8 asubuhi ya kuamkia leo mwili wake umekutwa ukiwa umefungwa kwenye mfuko na kutelekezwa katika pipa la taka ukiwa tayari umeshafariki dunia katika mtaa wa maeneo ya Point Zone uliopo kata ya Kaloleni mkoani Arusha. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo waliposhuhudia hapa wanaeleza zaidi. Ni wana roho ngumu kama za mashetani ise. Na kweli unakujikwenda kujikuua kiumbe cha Mungu, na mnasema angekacha hapo hata tukaokote ili tuweze kumsaidia hata huyo mtoto jamani. Tukio hili nililiona mnamo wa saa 12:30 nikiwa na bwana mmoja anaitwa Daudi. Tulikuwa tumekaa hapo kwenye pikipiki tunaangalia abiria wanaotoka Point Zone kuelekea kwenye shughuli zingine. Sasa bwana mmoja alitokea akiwa anatafuta chakula cha nguruwe, akamwaga ile pipa. Katika kumwaga ile pipa akakuta huo mfuko kuna mtoto ambaye yuko ndani ya mfuko. Sasa ni kitu ambacho kimetuuma sana, na baada ya kutuuma sana ikabidi tushirikishe jamii kuonyesha kwamba kuna tukio lililotokea hapa ili tuweze kutoa ushirikiano, huyu mtoto akahifadhiwe sehemu ambayo ni salama. Ni hayo tu. Haya mapipa yanatoka kwenye hoteli ya Point Zone. Na huwa mara nyingi kunakuta kuna watu wengine wanakuja wanaweka takataka zao hapo. Sasa kwa namna tulivyowauliza watu wa Point Zone, wakatuambia ili pipa tumetoa, lakini haukuwa na huo mzigo. Huo mzigo uko juu. Na kwa jinsi tulivyoona sisi, tulivyohisi, tukahisi labda ni mpita njia ameweka huo mzigo hapo na kujiondokea. Sasa tukujua kwamba kinachoendelea ni labda polisi labda wafanye kazi yao kujua. Ni asubuhi kwa ajili ya hizi taka ambazo magari yanapita hapa wanachukua matakataka. Nadhani kwenye saa 12 kamili, kwa sababu sisi tulifika hapa kwenye saa 12:30 tukawa tumepaki hapa kwa ajili ya abiria. Na baada ya hapo kuona hilo tukio ikabidi tushirikishe watu wanaopita njiani ili wajue kwamba kuna tukio liko hapa ili tuweze kumnusuru mtoto labda akahifadhiwe sehemu salama. Mimi sielewi kweli. Kukuta changamoto kama hii nakuta mtoto ametupwa. Wakati mimi kidume kama mimi nimeachiwa hata rasilimali mingi, hata angenipa mimi hata ningempa mtoto tusaidiane. Hii maisha hata mtoto usishindwe kumsomesha. Hii kustruggle hivi mtu ana struggle tu kibishibishi. Hiyo mapenzi amefanyia mpaka kuja kuzaa mtoto. Mwisho wa siku akaja kumtupa. Yaani maisha hii, huyu mama itakuwa sakura hata itumike uchawi. Yaani hapatikane alipo yani. Ili isiendelee. Sababu hii maisha sio hivi kweli. Watu kutupa watoto so fresh. Watoto ndio taifa la kesho. Juzi tumemotea Magufuli, ni kichwa moja yeye litenda mambo mingi. Leo tukipoteza hivi tutapoteza taifa basi kibizi hivi. Ndakwa watu tuwe na akili. So tunabebesha wanawake mimba zingine kwa afoki. Hata mwanamke nao ukifokiwa na mwanaume, wewe ndio umebeba mimba. Mimba yenyewe utakuwa uzae na ule. Aisee Mungu tu yani atusaidie kwa mambo kama haya, maana hata mimi sielewi. Sielewi kabisa yani, nimechukia ni kukuta mtoto kwenye pipa ase. Mimi yenyewe ningetupwa kwenye pipa leo ningeongea nini hapa kwenye mic? Nisingezungumza. Kwa hiyo Mama Samia hata anielewa hata mimi hapa kama litoto ambaye kuliko na mimi hata sijauawaga. Huu tumsakanya yani. Popote alipo. Hii ndio chugani. Yani Makonda yuko chugani. Aongee na afanye mambo mazuri yani. Afuatilie jukumu kama ili liwe mwanzo na nifundisho kwa watu wengine. Mimi kwa kweli bana, huyu dada kitu alichokifanya nadhani sio kizuri, kwa sababu kama alishaamua kufanya tendo kama hilo na ni lazima apate kitu kama hicho. Sasa kwa nini anamtupa mtoto? Je, ni wa kwanza ama je ni wa pili ama ni tabia yake ndio jinsi ameizoea? So hilo sio jambo zuri sana kwa wakina mama. Wajaribu basi na wao kuangalia basi kuna kinga zingine za mimba na nini, kuliko wamtupe. Bora waweke kinga, wafanye vitu vyao, maisha yaendelee. Hapana, wanawake wengine wanapenda starehe, sawa bana, anapata mimba alafu pengine yani anapenda vitu ambavyo pengine huwezi ukavifanya kwa wakati huo. Au wengine mashemeji,
mama, baba, wengine wanaweza wakachafukwa tu, mwanamke akashindwa nini, akaona hii familia mimi naweza nikaitelekeza tu kama hivyo. Lakini sio uamuzi mzuri jinsi wanawake jinsi wanavyofanya. Wanawake wanatafuta watoto hawapati, alafu mtu anakuja kutupa mtoto. Ni kweli. Angeniletea hata mimi. Japo nina wajukuu na watoto. Dereva wa gari dogo aina ya Toyota Prado lenye namba za usajili T 432 DVE amenusurika kuuawa baada ya kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali kwa madai ya kusababisha ajali eneo la Msamvu mkoani Morogoro na kujaribu kutoroka eneo la tukio. Ajali hiyo imetokea katika lango kuu la kuingilia kituo cha mabasi Msamvu Morogoro, ambapo inadaiwa kuwa dereva huyo alimgonga dereva pikipiki yani bodaboda na pikipiki yake ikaingia chini ya gari hilo. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza baada ya ajali dereva alijaribu kukimbia kwa kuendesha gari umbali wa zaidi ya mita 300 licha ya kusimamishwa na wananchi. Imetokea ajali maeneo ya Msamvu stendi. Toyota Prado Land Cruiser imemvuta bodaboda, imemsukuma mpaka kufika maeneo haya, ndio akawa dereva amesimama baada ya kupigiwa kelele muda mrefu sana na kutokusikiliza zile kelele. Nafikiri ni hofu yake binafsi inayosababisha kufanya hivyo. Lakini kubwa lingine la kuzingatia, eneo hili ni spidi kwa takwimu za barabara ni si zaidi ya 50. Kwa spidi ukiwa 50 hapa inakuwa ni defense sana, huwezi kufanya ajali yoyote. Lakini ukiwa zaidi ya hapo ndio kama haya yanatokea, watu wanagongwa, kwenye zebra wanagongwa. Ni kutokutii sheria za barabarani. Unaona dereva anatumia na gari. Nafikiri ni hasira za wananchi kwa kutodereva kutii sheria, maana alisimamishwa muda mrefu mpaka mapikipiki akaja akamzuia kwa mbele ndio akafika kusimama. Sasa kutokutii sheria kwa haraka nako kuna riski maisha yake. Pale mapema angesimama haya yote yasingemkuta. Yapi alimkuta? Ni kupigwa na gari, kuumizwa. Lakini wakati na shuka tu stendi hapo ndio nikaona tukio hili. Jamaa katoka spidi na gari yake huyo, na mwenye pikipiki naye alikuwa mbele yake. Kamgonga, baada ya kumgonga hakusimama. Pikipiki ile ikawa imeingia uvunguni. Kaiburuza pikipiki kuanzia geti la kutokea magari mpaka huku, na bodaboda wakawa wanamkimbiza. Bahati mbaya na bahati nzuri pakawa na lori linatokea maeneo ya Dodoma huko, ndio likamkinga yule dereva wa ile gari iliyoleta tukio. Baada ya kumkinga ikabidi sasa ashindwe kukimbia. Ikabidi sasa na raia na bodaboda wote wakajaa pale. Ndio kujaa pale na kutoa kwenye gari ili tumoje vizuri. Sasa yule baada ya hapo hapakuwa na askari yoyote. Askari wamekuja baadaye kidogo. Amekuja askari baadaye kidogo wakaongeza nguvu kidogo kumkinga na yule jamaa, kwa sababu raia walikuwa wameshachukia. Kwa sababu gani? Yule dereva hakuwa muungwana. Kwa sababu baada ya tukio lile alipaswa akimbilie polisi au asimame kidogo ili kwa ajili ya kujinini. Yeye akaamua kukimbia na kuiburuza ile pikipiki ikaingia uvunguni mwa gari. Pikipiki imeburuzwa kuanzia Msamvu mpaka hapa. Ajali imetokea Msamvu, imekuja hapa, gari imetoka pale, imekuja mwendo mkali, chuma ilikuwa inaburuzwa chini, inabidi sio wa bodaboda wanabidi wamshtue watu. Simama. Jamaa hataki kusimama, inabidi tumfukuze na bodaboda ndio akaja kusimamia hapa. Yaani imetokea Msamvu sehemu gani? Msamvu pale geti pale za kuingilia magari pale. Shirika la ndege Tanzania ATCL limeongeza mapato yake kutoka shilingi bilioni 254 kwa mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 1.5 Februari mwaka 2025. Akitoa hotuba ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu na Bunge kwa mwaka 2025-2026, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameliambia Bunge la Tanzania leo Aprili 9, 2025 kuwa katika kipindi cha Februari mwaka 2025 jumla ya abiria milioni 3,818,567 walisafiri. Imarisha shirika la ndege la Tanzania ATCL. Serikali imeendelea kuimarisha shirika la ndege Tanzania ili liweze kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo yake ndani na nje ya nchi. Serikali kufikia kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025 ilitumia trilioni 1.49
kununua ndege 7 ambapo ndege 6 ni za abiria na ndege 1 ni ya mizigo. Ununuzi wa ndege hizo umelifanya shirika kuwa la jumla na ndege 10 kuwa na jumla ndege 16 ambazo zimeimarisha na kuongeza safari za ndege za ndani na nje ya nchi. Hivi sasa shirika la ndege Tanzania limeongeza safari za ndege kwenda nje ya nchi ambapo ndege zake zinasafiri kwenda Johannesburg, Afrika Kusini, Guangzhou nchini China, Mumbai, India, Lubumbashi, DRC, Lusaka na Ndola nchini Zambia, Harare nchini Zimbabwe, Dubai kwenye Falme za Kiarabu, Nairobi nchini Kenya, Entebbe nchini Uganda, Bujumbura nchini Burundi, Moroni, Komoro, na hivi karibuni itaanza safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Naibu Spika, ongezeko la ndege limechangia pia kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaohudumiwa kutoka abiria 822,232 kwa mwaka 2021 hadi abiria 3,818,567 Februari 2025. Mizigo kutoka tani 2,567 mwaka 2021 hadi tani 5,730.48 Februari 2025. Kadhalika, mapato yetu yameongezeka kutoka shilingi bilioni 254 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.5 Februari 2025 mwaka huu. Wavuvi wa dagaa katika mwalo wa Makatani uliopo kata ya Mkome wilaya ya Geita wameomba serikali kuwasaidia kupata nishati mbadala na mitambo ya kisasa ya ukaushaji ili kukabiliana na changamoto ya kushindwa kukausha dagaa wakati wa msimu wa mvua. Wakizungumza nyakati tofauti katika mwalo huo, wavuvi hao wamesema wanategemea nishati ya jua kukausha dagaa, lakini mvua za mara kwa mara zimekuwa zikiwasababishia hasara kutokana na dagaa. Majina naitwa Sylvester Mshora Gamba, ni mjumbe wa BMU katika mwalo wa Makatani. Kwenye mwalo wetu wa Makatani kuna changamoto nyingi baadhi kidogo ambazo zinaweza zikawa zinaleta mkanganyiko kwenye shughuli yetu ya uvuvi. Sasa ni swala la uchakataji wa samaki hao tunawavua kwenye mwalo wetu ambao ni dagaa, sababu hatuna viwanda vya kuchakata dagaa hawa, tukiwa tunatumia namna ya kiasili tu kwenye kuchakata wa dagaa. Mimi maoni yangu ni kwamba niliomba tu serikali kama inaweza itume wawekezaji waje kwenye mazingira haya waone fursa ya kutufungulia viwanda ambavyo vinaweza vikachakata dagaa ili mazao yetu ya uvuvi hao yaweze kupanda thamani. Naitwa Jordan Deo, ni bwalia katika nafasi hii ya Makatani na pia ni fundi wa eneo hili. Najihusisha na shughuli za ufundi hapa mwaloni. Tunapata dagaa, wale dagaa tunapowapata unakuta saa zingine wanapata dagaa wengi wakati wa mvua. Sasa wanaponyeshwa na mvua wao wanatoka kwenye ile hali ya dagaa kwenda kwenye hali ya chakula cha kuku. Sasa kama mkuta hizo dumu ile lita 20 wanaita ambao unakuta ndumu wazi hizo zimenunua shilingi 5,000, unajikuta unauza hata shilingi 1,000 kulingana na dagaa jinsi walivyobadilika. Kwa hizo ni hasara ambazo unazipata kwa sababu ya kukosekana kwa mashine ambazo zinaweza kutukaushia mashine, unaona, ambazo zinaweza kukausha dagaa, kwamba hawa dagaa wakauke aidha kwa wakati. Yaani shida kubwa ni hiyo. Kwanza pia hatuna hata viwanja ambavyo vinaweza vikabeba mzigo wa mwaloni, kwamba dagaa hizo wanapatikana wakiwa ni wengi wakaanikwe sehemu wakauke kwa wakati. Peter Chacha Kiradio. Nimekuja hapa kufanya biashara ya dagaa. Lakini biashara ya dagaa ina changamoto kubwa sana. Kama sisi hapa kukausha, tusipokausha leo bei inashuka chini. Unaona? Hatupati hera. Na kesho hao wavuvi wakienda kuvua tena hawapati hera kwa sababu hera hatuna. Unaona? Ndio changamoto tunayo kubwa sisi. Nini mnakiomba sasa kwa mamlaka ziweze kuwasaidia? Naomba kama tutapata hata sehemu ya kukaushia, labda mashine za kukaushia, tukisipata tunaweza tukao tunakausha, dagaa zetu tunauza vizuri. Ni hasara kiasi gani ambazo mmekuwa mkikutana nazo kutokana na hii hali? Angalia kamera. Ya hasara tunakutana nazo nyingi. Kwa sababu hapa kama dagaa unauzia 10,000 kwa dumu. Sasa hivi kicha kushuka tunauzia 5,000, 4,000. Na hali ya kule tunapiga rodi ya bei ya juu. Tunajua ni 10,000. Lakini tukifika huku zikinyeshewa ni 4,000 kwa 3,000. Hapa tayari kwa 10,000 ni kama 7,000 iko nje. Unaona? Changamoto kubwa ni hiyo. Unaona? Inasemekana kwamba mmekuwa mkiwauzia sana watu wa nje. Sana wale tunaouzia sio kwamba tunawataja maalum. Tuna mteja yeyote akifika, hata wewe unataka mboga unanunua. Hatujui unapeleka wapi sasa. Hatujui kama wewe ni wa nje au ni wa ndani. Sisi bora tupate hela yetu.
Kennedy Okendo, jina ambayo inajulikana naitwa Ogugo wa watu. Ogugo wa watu. Changamoto ambayo tunakutana nayo hapa ni kubwa. Kwa sababu dagaa sasa hivi umenunua thamani yake kama dumu ni 18,000, ikiwaga mpaka kesho unaiuza chini ya bei ya elekezi. Bei ya elekezi ni dumu inasimamia 10,000. Sasa unakuta tuna loss kubwa sana machinga. Ndio maana tulikuwa tunaomba mama yetu Samia angetusaidia wakatutengenezea zile wavu za sola tukakausha dagaa kwa wepesi zaidi, tusingekutana na hiyo sana sana. Tunamuomba sana mama yetu, na ndio maana tunalia sana machinga wa eneo husika Mwalo wa Makatani, tunalia sana. Mkatiko huu ni mbaya, lakini tungekuwa na sola kama Mwalo zingine tungekuwa tunakausha dagaa kwa haraka zaidi. Na ndio maana unaona hao akina mama wamezunguka hapa wanaomba msaada wake, ila sema tu wengi kuongea wanaona ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo hizi nyavu zilizopo haziwezi kukausha na nini kwa wakati? Yaani hizi zinakausha kwa wakati ikiwa kwenye kiangazi, lakini kwenye mvua kama hivi unaziona hapa tunategemea kukausha kama kesho kutwa. Jina langu naitwa Lea Matias. Ninaomba mtu ongezee nishati tuwe tunakausha dagaa. Unauza 20,000, mvua inanyesha unauza 7,000, 8,000. Kwa kina mama tunazidi kushuka chini, unajikuta mtaji unaisha, unaanza kurapa. Tunaomba uongozi mtusaidie, mtuongezee nishati ili tuendelee kupiga kazi. Kwa majina mimi naitwa Levocatus Deogratus Naonge, ni afisa uvuvi wa kata hii ya Nkome. Sisi kama halmashauri tuna mikakati mingi. Moja kati ya mikakati hiyo ni kuunda vikundi vya wavuvi wa dagaa wa kila mialo. Baada ya kuunda vikundi hivyo, kama halmashauri tunawakopesha vikundi vya dagaa kwa ajili ya kununua hiyo mitambo, na tumeshaanza na kikundi kimoja ambacho kiko Nkome Mchangani, kinaitwa Mama ni Mama. Wameshanunua huo mtambo na umeshafika site moja kwa moja. Changamoto iliyopo ni umeme tu. Ile mtambo unachukua umeme mkubwa, kwa hiyo nataka ile 3 phase. Tunasubiri transformer tu ikifika muda wowote, basi zoezi hilo linaweza likaanza kufanyika. Asante. Kwa jina naitwa Saada Hamadi Mganga. Mimi ni mjasiriamali, mchakataji wa dagaa. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Mama ni Mama. Karibuni sana. Hiki ndio kiwanda kama mnavyokiona. Hii ndio mashine. Mimi ni mjasiriamali na ni mdau wa halmashauri. Kwa mkopo wa 10%, halmashauri yetu ya Nzera nimechukua mkopo wa awamu ya pili. Awamu ya kwanza nilichukua milioni 10, awamu ya pili nimechukua milioni 50. Matarajio yangu na dhumuni ni kutaka kuboresha dagaa ili tusipate changamoto ya mkatiko kipindi cha mvua. Tulijikuta kwamba kipindi cha mvua ni kirefu kuzidi kipindi cha mwanga wa jua. Tukaomba mkopo milioni 50 ili tujenge kiwanda. Kama mnavyoona jengo lenyewe, baadaye tukaagiza mashine China, mashine yenyewe ndio hii. Kwa hiyo changamoto tunayopata sasa hivi kulingana na mkopo tuliouomba, changamoto tunaipata kwenye umeme. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Judith Kapinga amesema serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imekamilisha kazi ya kupeleka umeme kwenye vijiji vyote Tanzania bara na nguvu sasa inaelekezwa kwenye vitongoji. Mheshimiwa Kapinga ameeleza hayo kuwa pamoja na kazi ya kupeleka umeme vitongojini inayoendelea sasa, serikali ina mkakati wa kupeleka umeme kwenye vitongoji 9,000 katika mwaka ujao wa fedha wa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia wakala wa nishati vijijini imekamilisha kupeleka umeme katika vijiji vyote Tanzania bara, vikiwemo vijiji vya Mwinza na Inzinga vilivyopo katika kata ya Wampembe. Aidha, kitongoji cha Lupata kilichopo kata ya Kizumbi kitapata umeme kupitia mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 15 vya kila mbunge, yani Hamlet Electrification Project, na kitongoji cha Liela kata ya Mpembe kitapata umeme kupitia miradi mingine itakayokuja kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
Mheshimiwa Mbogo. Chama cha Wauguzi Tanzania TANA kimelaani vikali chapisho la picha mjongeo video yenye maudhui ya udhalilishaji dhidi ya taaluma ya uuguzi na ukunga ambayo imezalishwa kuchapishwa na kusambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii nchini na msanii wa sanaa ya ucheshi Goodluck Carlos maarufu kama Mr. Mwanya, na kulitaka Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kumchukulia hatua kali za kinidhamu msanii huyo kwa matumizi mabaya ya sanaa yake. Tamko la kulaani chapisho hilo limetolewa na Rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania TANA Alexander Jumanne Bawia wakati akiongea na waandishi wa habari mkoani Iringa. Leo tarehe 9 mwezi wa 4 2025, ambapo ni msimamo wa Chama cha Wauguzi Tanzania dhidi ya picha mjongeo inayowadhalilisha vijana wa kiume waliosomea taaluma ya uuguzi. Chama cha Wauguzi Tanzania ni chama cha kitaaluma kinachowakilisha wauguzi wote nchini, yenye jukumu la kulinda heshima, haki, maslahi na hadhi ya taaluma ya uuguzi pamoja na wanachama wake. Aidha, ni muhimu umma kufahamu kuwa uuguzi ni taaluma inayohusisha huduma za kitaaluma za afya zinazotolewa kwa wagonjwa, jamii kwa ujumla, kwa kutumia elimu, maadili, huduma na stadi za hali ya juu, kuokoa maisha ya wengine akiwemo hata yeye. Tuna imani, ndugu waandishi wa habari, labda tu nieleze kifupi hapa. Muuguzi na mkunga ndio mtu wa kwanza kumpokea binadamu anapozaliwa. Maana yake kwamba hata huyu ndugu yetu Mr. Mwanya naye na imani alihudumiwa na wauguzi na huenda ni wa kiume waliomhudumia, lakini leo ameamua kukengeuka na kutoa kauli za kudhalilisha taaluma hizi. Kwa kauli hizi zinashusha hadhi ya watoa huduma wa afya wakiwemo wauguzi hususan wa kiume. Hii ni dhihaka ya kijinsia inayodhalilisha fani ya uuguzi na kuwafanya waonekane kama watu wasio na maadili, kinyume kabisa na hali halisi ya taaluma hii. Ni kauli inayowakatisha tamaa wanaosomea au walioko kwenye taaluma hii na inakiuka misingi ya usawa wa kijinsia. Na kufikia hapo sina la ziada, bado tunaona Simba inazidi kutawala jamani pale na Al Masry, ambapo mechi hii inachezwa pale Benjamin Mkapa. Nikutakia wakati mwema mtazamaji, ulikuwa nami Pendo Godson. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Lumumba Zanzibar wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 7 hadi 11 Aprili. Mahali ni hospitali ya mkoa ya Lumumba Zanzibar. Mzazi unaomba kumfikisha mwanao hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0776 177 742 au 0738 229 na 0717 531 312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.